Niko na furaha siku ya leo kwa sababu tumekutana na nyinyi for so long. Ni mipango ya Mungu, sio mipango ya mwanadamu. Kwa sababu mwanadamu anaweza kupanga lakini hawezi kufaulu. Tunaambiwa katika maandiko kazi ya Mungu ni nyingi lakini watenda kazi ni gani? Kwa hivyo nashukuru Bwana kwa vile amenitumia hii muda atukuwa pamoja naye, na kila mahali nilikuwa napita hanipatia ushindi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kitu ya maana ni kuwa na imani. Ni kuwa na imani na ukae katika neno na ukae katika maombi. Kwa hivyo imani ilitenda makubwa kila mahali nilipokuwa naenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo namshukuru huyo Bwana, yale yote ametutendea ni makubwa. Kwa hivyo hata ikiwa nilikuwa kule, nilikuwa nakumbuka kanisa la Bwana. Haleluya. Kwa hivyo nilikumbuka kanisa na kila mmoja nilikuwa namkumbuka. Haleluya. Hata kingine hatukuwa tunakutana wao kwa simu. Sio ya chini, ni kwa chini kazi ilikuwa mingi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini nikiona simu yako tu, mimi nakuweka kwa Baba. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuna jambo linalofurahisha sana. Kukaa katika neno na kukaa katika utakatifu wa Bwana na kumwabudu ya kwamba utamwabudu tena. Bwana Yesu apewe sifa. Inaweza kuwa mahali unakaa kuna vitisho mengi juu yako. Inaweza kuwa umepita katika mapito magumu, lakini nakuhimiza leo muangalie Yesu Kristo. Na muangalie naombe ya kwamba utaomba tena, chiochi wewe mwenyewe uwe mtu wa kutubu na kusama katika maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu huyu Mungu wetu hataki uende mbele yake ukiwa umejichanganya. Anataka yule anaenda ya kwamba hataenda tena. Na maanisha hivi, anaenda akiwa amekiri vile maandiko ya Matthew 3 yanatuambia watu watubu kwa sababu ufalme wa mbinguni uko karibu. Kwa hivyo inafaa wewe utubu mahali huko. Mahali unapoishi, tubu kwa ajili ya familia yako, tubu kwa ajili ya mke wako, mume wake, utubu kwa ajili ya watoto, na mahali umetoka na mahali umeolewa. Haleluya. Kwa hivyo maombi ni kitu ya maana sana. Maombi ya imani ufungua kila chambe ilikuwa imefungwa. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani yeye upenya, hataki amani. Shetani yeye anataka vita. Na mahali mfurutano huko ndiye apenda, kwa sababu anajua mfurutano baada ya mfurutano utapaki mwanya ingie ndani ndiye apande magugu ndani yenu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tujifunze kuomba. Ichalizi ni mapito aina gani yamepita. Ichalizi vile umelemewa katika magonjwa, lakini muamini hiyo Yesu Kristo. Yule mwanamke alikuwa anafunja damu, alimwamini. Na Mungu, maandiko yaniambia, alimponya. Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu dada wa Lazaro waliona amekufa, lakini Bwana wakati alipokaribia mahali pale alifanya nini? Alimfufua. Kwa hivyo kuwa na imani katika safari ya wokovu. Hii safari ni nzito kwa wale hawana imani, lakini ni rahisi kwa wale walio na imani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Niliompea dada mmoja akiwa hospitali, aliniambia ya kwamba aliona amefika, ameisha. Akaniambia alifika akafikiria kwa sababu amefika na akona mali atafanya nini? Akaona aite ndugu yake mmoja amufanyie transaction ndiye aende. Bwana Yesu apewe sifa. Haujua kwamba Mungu amenena nami na hiyo chambo. Kwa sababu nilikuwa na kesa nikimwombea roho yake zije kapotea. Chisi vile naona anachikakamua kumtumikia Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbuka wewe Bwana atakukumbuka nini? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana atakukumbuka kupitia nani ndiye apate kukuombea. Kwa sababu Yesu Kristo alisema mimi nimeenda, lakini kumbuka nimeacha hiyo kazi wale wanaoamini waifanye. Wewe utakumbukwa na njia gani? Nilipopokea ujumbe niliomba sana. Nikamwambia Bwana umkumbuke ile kazi anafanya.
Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Imefika kiwango ameenda. Hata akalemewa kupiga simu. Lakini kwa vile Bwana anampenda akapeana hiyo ripoti kwangu. Bwana Yesu apewe sifa. Tupigie Kristo makofi. Bwana inuliwe. Wakati alipokuwa kule hospitali, wakati alipata fahamu, alipigia simu. Bwana Yesu apewe sifa. Nikamuuliza, dada, mbona umepoteza imani? Akaniambia ukweli, hapo Mungu amenena nawe sawa. Mimi niliona nitaenda, wacha niandike ndugu yangu mmoja ama wawili ndio niende. Lakini nilipofika kwa njia, kasikia sauti ya Bwana. Haleluya, tupigie Kristo makofi. Hiki niambia, mbona dada umechiachilia kwa Shetani? Mbona umeuasa ya kwamba umetafuta kifo? Utakufa. Jipe moyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hata ikiwa alikuwa ready kutuma message, akaifuta. Akaenda mahali pale akiwa na imani, wakikutana na ule daktari atapona. Haleluya. Saa hii ameona mkono wa Bwana ako katika nyumba yake. Tenda mema saa hii ungali hai. Kwa sababu siku na dakika yake utachua. Tenda yaliyo mema, ungali hai. Mfurahishe Bwana. Ichalizi ni vita gani unaopita. Usione ya kwamba umeteseka sana. Vita ni chakula ya kiroho. Kwa sababu inakukumbusha vile Yesu Kristo aliteswa. Inakukumbusha baada ya kuteswa na kukufa aliwekwa wapi, na baada ya kuwekwa ilitendeka nini mpaka akafufuka. Tafakari hayo mpendwa. Kwa sababu sisi sote, huyu Yesu Kristo anatupenda. Kama hatupendi tungeangamia sisi sote. Matthew yaniambia ya kwamba kama sio mapenzi na huruma wa Baba, sisi sote tungeangamia. Ndio kwa sababu alitoa mtoto wake wa pekee, ndiye ache hafe ateseke kwa ajili yangu na yake. Kwa hivyo kufanya makosa ama kuasi mbele ya Mwenyezi Mungu ni kumrudisha msalabani. Wewe angalie vile alikuwa ameteseka. Ingekuwa wewe ungekuwa wapi? Kwa hivyo mambo mengine kabla uchafanya uchanena, tafakari kwanza juu ya Yesu Kristo. Uone yale mapita aliyopita, uone ile uvumilivu alikuwa naye. Sitaki uchione, nataka muone yule aliyekuumba. Jambo lolote kama uchalifanya maishani mwako, tafakari huyu Yesu Kristo. Angalia vile alipita kwa ajili yako na yako, ndio kwa ajili yako na yangu ndio tupate ukombozi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo wale mlio katika madeni, mateso, msihangaike. Wale hamuna kazi, usihangaike utakula nini. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu yeye akona mipango miema kwako. Ni wewe umfeili katika kiti yake Yesu. Lakini mfuate yeye kumwambia hata nikiwa maskini aje, mimi siwezi nikakuacha. Hata nikiwa nimeteswa aje, mimi siwezi. Paulo na Sila walifungwa wapi? Lakini walitoka wakiwa ushindi. Maandiko yaniambia wale waumini walisindi kuombea. Sijui kama wewe unaombea mwenzangu. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui unaona ni kawaida wewe unakula ukiwa hai. Wengine wako hospitali wanamesa madawa ya 1000 bawa. Lakini wewe uko na afya mwaka mzima. Wewe tafakari utamtolea nini Bwana mbele yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tulipokutana mzee mmoja akaniambia maombi ni mazuri na kumtolea Bwana kunafaa. Kwa sababu maombi peke yake bila kutoa kwa Bwana, vile agano ya kale walipokuwa wanafanya, iwezi maombi ya kuinua. Unafikiria utampea nini Bwana ili apate kukuinua katika shida zako zote? Ili apate kukufariji katika shida zako zote? Ili apate kukuponya kutokana na maovu? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo huyu Mungu wetu ni mwema. Kila wakati ni mwema. Usije ukanungunike kwa ajili ya mateso kidogo. Kuna chamba inayoweza kuja katika nyumba yako ndio upate kukombolewa vyema.
Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu kule kwa Baba hatuchafika. Hii safari tuko nayo ni ndefu. Inataka uvumilivu na maombi mazito na ukaa katika neno. Usome neno, utatenda maovu. Utamuogopa huyu Mungu aliyekuumba. Utamwabudu huyu Yesu Kristo aliyemtuma. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kukura na kuamuka ukiwa sawa. Na wengine wanaombeleza katika nchini. Wengine wanalia wanawafariji mahali wako. Usiweni wewe ni kawaito ngali hai. Usiweni mwema kuliko wale wameaga. Usione umefika kuliko wale wanateseka hawana kitu ya ukura. Lakini mwambie Bwana wakumbuke vile na wewe ulinikumbuka mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wakumbuke vile ulinikumbuka mimi. Wakati nilipokuwa kwa mateso nilikulilia ukaitika. Wakati nilikuwa kwa madeni ulinitoa kwa madeni. Wakati nilipokuwa katika hali haifai, Baba ulinikumbuka. Vile ulinikumbuka, naomba hata wale wakumbuke pia. Ndio Bwana akuongezee masiku. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo chali yule mlio karibu na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Jali yule mlio karibu na yeye. Tuache kupepesa watoto mizigo mizito. Kwa sababu maandiko yatuambia wacha watoto wadogo wafanye nini? Tuache kuwapepesa mizigo mizito. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tuache kuwapepesa mizigo mizito yenye hawataimaliza katika safari hii. Ndio naona watu wengi badala unasika baba yako akiwa na miaka 90, anagusika ukiwa na miaka 15. Anagusika ukiwa na miaka 20. Ningali yeye baba akuwe na miaka 100, wewe mshike. Kuliko wewe anagusika ungali na miaka 25. Kwa sababu ile mizigo uliyopepa sio yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mizigo tusije tukapepesa watoto. Waangamia haraka, wapate vifo ya haraka. Kwa sababu Bwana atakasirika. Awaachilie. Unajua Bwana akasirika akituachilia, Shetani anatawala. Kwa sababu ako katika mbio. Anatafuta wafuasi. Anataka wale wa kumtumikia. Lakini tumepea watoto mizigo mizito. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Hata ukimzaa saa hii unampepesa mizigo na achachua kutamusa baba, mama, wewe unampepesa. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi wa Kristo tunaelekea wapi? Tuko katika safari ni ndio. Lakini kumbuka wewe umeamua katika hiyo safari. Ama uko mahali pale kwa ajili ya wakati. Uko mahali pale kwa ajili ya kitu. Yaani uko mahali pale kwa ajili unataka mahali pale upitie njia. Tuache kupepesa watoto mizigo. Tumrudie Bwana, tuwapee kwa Bwana. Tuambie Bwana tamaraki kwa watoto na utawale. Ndio nasikia kwamba mtoto anaenda sura anapotea. Ndio nasikia kwamba mtoto alikuwa mahali akapotea. Tuambiane ukweli. Tuachane kupepesa watoto mizigo. Tuachilie watoto kwa Bwana walinde. Wachengeke katika kiroho. Tupatie muda. Wale wanao wasimamia wawafunze. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati tunaachia Mungu atawale kwa watoto. Kama wewe umechoka na safari, huyo ndiye atakuwa mhubiri wa kesho. Huyo ndiye atakuwa nabii. Kwa hivyo tuache watoto Bwana atawale. Tuache kuwapepesa mizigo mizito. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona kwamba tuna watu wengi wanaenda wakiwa na miaka 30. Baba yake anamusika akiwa na miaka 100. Anazika mtoto wa miaka 30. Kwa sababu ajali ni wanasema imefika. Kwa sababu watoto walipepeswa mizigo. Wanafika katikati na walemea. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa.
Hii ni dunia. Na lazima uchue vile unakaa katika hii dunia. Lazima ukuwe mwerevu. Ngamia inakuwa mwerevu ndio kwa sababu inaweka maji hata kiangazi inakunywa. Kwa hivyo lazima ukuwe mwerevu. Lazima uchue vile unakaa katika hii dunia. Kwa sababu hii dunia tuko katika safari. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni wakati tunaacha Bwana atawale kwa watoto wetu. Tuache kuwapepesa mizigo. Bwana Yesu apewe sifa. Tuache kuwa macharibio kwa watumishi wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Tukae katika neno. Kama ni wakati wa baridi kuwa ukiwa baridi. Kama ni wakati wa joto kuwa ukiwa joto. Bwana anahitaji mioyo iliyo safi na mikamilifu mbele yake. Wakati unanama anaitika kwa haraka. Maombi ya yule dada alikuwa hospitali itika kwa sababu aliachiachilia Bwana. Bwana alipomtazama hakuona ana rawamu. Hakuona ni heri kasi yake chaisha katika ulimwengu. Shetani anaweza kungangana nao wa magonjwa kwa sababu amegundua kuna kitu kilio ndani yako kizuri. Shetani angangani na mtenda maovu. Shetani anangangana na mtu wa Mungu. Anajua kitu kile ndani yako kinaweza kuokoa wewe. Ndio sasa unaona anapigana nao usiku na mchana. Lakini mpendwa nakuambia usilale. Kwa sababu ukilala Shetani atapanda magugu ndani yako. Usione kama Mungu wetu amekuacha. Yeye ni mwema na mkamilifu. Yeye ushuka wakati wake. Siti kutubu na kumuomba kwa sababu yeye ukucha wakati ufara. Bwana Yesu apewe sifa. Dada moja akaniambia ya kwamba yeye ameona ametembea. Ameona ana hope ya kuishi. Ameuliza Mungu mahali alimkosea. Ajui ni yeye ako na dhambi mingi kwa sababu katika familia faulu. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni jambo anapokutana na mimi ananiambia. Ngamwambia kwanza lilia roho yako kabla hujalilia nyumba yako. Ambia Bwana niko wapi, natoka wapi, naelekea wapi. Ndio kuna yule anaweza kuja mbele yako na maswali, akuja na hali ya macharibio. Macharibio kicha naye hata ukiombewa acho uweze ukafaulu. Njia ya kwamba utaingia tena. Kura kwa Baba kunataka yule mtu anataka utakatifu. Maombi yanapenya mtu ameamua, sio mtu wa macharibio. Kwa hivyo ikiwa unaona roho yako iko na macharibio, ole wako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu wale watakatifu wanongojea siku ya mwisho. Wakiwa wakitubu na kuomba Bwana na kusama katika neno, wewe utasidi kukaa katika macharibio na Shetani, na yeye anapenda mtu kama hivyo. Kwa sababu anataka kutumia katika hali ya majaribio. Hataki uokoke kwa sababu yeye anakuonyesha ukienda hivi atasema nini. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuende katika vile Yesu Kristo anataka, sio vile wewe unataka. Na kwa sababu fikira zako sio safi machoni pa Bwana. Ambia Bwana unitakase. Nikio chombo safi. Wakati ninaponena na wewe uitike kwa haraka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Yeye ni mwema kwa kila jambo kwa yule anayemwamini na kutenda yali yake. Turudi katika maandiko, ni uchumbe nilikuwa napewa nimeifikisha. Aliona masikio asikie yale roho wa Bwana amenena. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Yale roho amenena katika hili kanisa. Wewe ndio unatafuta baraka ama laana. Wewe ndio unaweza kutafuta baraka ama laana. Useme umeraniwa. Kwa sababu ukicheza na mtumishi wa Bwana utaraniwa. Sio yeye atakurani. Ukienda na yeye katika njia nzuri utapokea baraka. Ukienda na yeye katika njia ya masaribu utakuwa katika safari. Ni watu wengi wanafaa waombewe. Huyo dada nilikuwa naombea alikuwa katika nchi ya nje. Lakini Bwana alinena nami akiwa katika vita. Na wewe tuko karibu na wewe ama tumezoeana.
Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wakati Bwana anayokuja kuokoa, yeye hukuja wakati ufaro. Hatuweze tukumfananisha na mwanadamu. Tumwambie leo, mbona umebariki yule umeniacha? Mbona yeye umtendea yule niacha? Uchunguza moyo wako kwanza. Ujue wewe unapepa nini ndani yako. Angalie sura, angalie mwili. Anachunguza ndani yako. Akuja kufungua ile mtoto anaangalia umempepesa mizigo, ama hujampepesa. Mshiba wa kustakia mwenyewe una kilio. Uko na kilio? Huna kilio. Kwa hiyo tusije tukamhurumu wewe Bwana tukiteta usiku na mchana. Tuje tumwambie Baba, tumeasi, tumeenda kinyume, tunaomba msamaha. Msamaha inakubalika. Yaani kukiri Bwana umwambie nimeasi. Nielekeze katika sala zako. Nielekeze kwa mtumishi wako. Yale nitakayo nena ni neno ya kuwa yake na ukweli. Mwenye kunena ukweli ufunguliwa kwa haraka. Mwenye kuficha tambi huangamia. Faida ni kwa nani na kwa sala ni kwa nani? Lazima sisi wanadamu wa Kristo tuchue vile tunatafuta baraka ya Bwana. Wewe ndio unaweza kutafuta baraka ama laana. Usichemo umerowa. Wewe mwenyewe utafute baraka ama laana. Wengi hatujui vile tunatafuta baraka. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Turudi katika maandiko ya Zaburi 126 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Hii kitabu tunaenda kuzungumzia juu vile mtu akiteseka anakaa katika neno, anakaa katika maombi na mwishowe ushinda vita. Nani anaomshindania vita? Ni mwana wa Mungu Yesu Kristo. Kwa sababu yeye aliamua kumfuata peke yake, hakujichanganya na miungu ya kigeni. Hakuenda katika njia nyingine ndiye apate faraja. Alisimama katika neno akimtetea Yesu Kristo. Wakati unaopatetea Yesu Kristo, na yeye atakutetea mpaka mwisho. Hakugeuka, hakusikia masito asema hapana, lakini alikaa alijua maneno ya mwanadamu itampoteza. Lakini neno kutoka mbinguni ni mtu mnyenyekevu akionya utika. Si akionya ananungunika, anakuasika uitika. Bwana Yesu apewe sifa. Tupigie Kristo makofi. Nilipoomba nilipewa ya kwamba nikiwa kwa nyumba kuna yule anaongojea kadi ya mchango. Na mahali anaongojea kadi ya mchango apeleke mahali anajua. Lakini nikwambia ole wako. Kwa sababu hii kanisa ndiye na kuombea, unapokea baraka ya ukura ya mafasi mpaka watoto waende shule. Sasa ukienda kuharibu watu wengine wasipate mahali pana waingie waokolewe, hiyo ni baraka unatafuta ama ni laana? Na unajua watu wachanja ni wanyenyekevu, wapole kama Biblia. Wewe sio kama mtambua. Mnyenyekevu, mpole kama Biblia. Wewe sio gachua. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ndio napenda kuambia wengi ya kwamba usiamini rafiki sana. Huyo rafiki unaamini ndio adui yako. Siku hizi adui ndio rafiki mwema. Kwa sababu atafika kwako aroboke mengi. Lakini yule unaamini ni rafiki yako ndiye hatari kwako. Kwa sababu anakucha akifanya upelelezi. Vile Samsoni alipelelezwa akanyolewa nywele. Anakuonyesha anakupenda. Anaweza kukutendea, huyo ndiye adui yako kama ujui kuanzia leo. Kwa hivyo kitu kizuri kutambua adui wako ni kukaa katika neno na maombi. Kumwambia Bwana sasa nataka utawale. Akija mahali pale na nasoma mawazo yake. Akija mahali pale unanipatia dalili ni nini? Mimi nimekucha uniose unitumikie. Nataka yale maneno no nena isikwe yangu ikwe yako. Fikira zangu na wasa sikwe zako. Kwa hivyo nataka mawazo yangu ipate kibali machoni mwako. Ati rafiki. Rafiki nani? Rafiki ni nyumba yako, watoto wako na Mungu wako. Chunga sana na marafiki wa siku hizi. Marafiki wa siku hizi ni derira.
kaa na yeye ni hekima. Utachuaje ukaa na yeye ni hekima ikiwa usome Biblia? Wewe unasoma Biblia Sunday ukicha unasema uko busy. Wewe ukapata nafasi. Shughuli imekuwa mingi, umemsahau Mungu. Lakini ungesema hii Biblia kutoka Agano Jipya na la Kale, utachua adui ni nani? Ni yule anayekupenda zaidi. Delila alikuwa anapenda Samson, lakini alikuwa na lengo ya nini? Yeye alikuwa anapenda Samson. Kwani ni adui alimnyoa? Hakunyoa adui. Nataka hiyo angalie sana mpendwa, usicho ukapetea. Siku hizi ni Delila ni wengi. Wanakaa karibu na wewe. Wanasema mbona unaona uko na shida? Mbona umeachwa? Utachuaje kama usome Biblia? Na encourage wa Kristo wengi wao wakisoma, chukua hatua hata ya second, useme andiko. Ukisoma verse moja utachua inanena nini? Utafungua, ufikiri umefungua kulingana na mawazo yako. Kumbe ni Mungu anataka kunena na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni wakati wa kutembea katika nuru, sio giza. Hii ni wakati wa kumwambia Bwana akulinde pamoja na familia yako. Sio wakati unapepesa watoto mizigo. Tuepukana na hayo. Kwa sababu hasira ya Bwana ikianguka itafanya nini? Ukipepesa mtoto mizigo, unamtembeza usiku mzima, anasumbua majirani. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati atakutwa awe kwa moto, mtoto atakuanika, atasema ni daddy, ni mami anayonituma kufanya hao wote. Wakati msichana mmoja alikuwa anasumbua watu pande ya Kisii, aliposhukwa kila wakati akiwa anabeba kalamu makatazi, hasema mimi natumwa, alizunguka shule mpaka akasoka. Ole wako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tuacheni watoto wadogo wafanye nini? Bwana Yesu apewe sifa. Kama wewe unatosa na Mungu, wewe vinye nakuwa, kwa sababu wewe unachua kuruka fence na huyo mtoto anajua kuruka fence. Maombi tunaendelea. Moto itarudi kwa yule anayemtuma. Moto itarudi kwa yule anayemtuma, kwa sababu huyo ndio anapata kujua mema na mabaya. Mtoto unampepesa mizigo, achui mema ni mabaya. Yeye anaenda tu kwa sababu ni daddy amesema, ni mama anasema. Maombi masita yanatoka nyuma, kwa sababu Mungu amekasirika kwa wale wanaopepesa watoto mizigo. Bwana Yesu apewe sifa. Turudi katika maandiko 126 Zaburi, mafuno ya sangwe, wimbo wa kupanda mlima. Katika hali ya kupanda mlima ni kuingia mahali pale patakatifu ili kumwabudu Bwana, ya kwamba utamwabudu tena. Katika Agano ya Kale yaniambia wakati wale wasee wakale walipoingia katika hema la Bwana, walikuwa wanatubu kule nje kabla hawajaingia. Lakini siku hizi tunaona ni mchengo. Tunaingia vile tunataka. Jana ulikuwa unachanjwa kwa waganga. Jana ulikuwa umepepe elisi. Hata wengine wanaingia kwa elisi wakiwa wanapepa na Biblia. Hawao kuwa wanamheshimu Bwana. Lakini zamani walikuwa wanamheshimu Bwana. Ndio naona wa kwamba walikuwa na mali mingi, walikuwa na vitu mingi, magonjwa kukua. Lakini saa hii tunaenda kwa giza, tunaenda kutafutia miungu. Unaambiwa ya kwamba fulani jirani yako ndiye anakoroga, ana switch on, ana switch off. Yaani anakubadilika kila dakika. Unakaa na magonjwa, unakufa haraka. Unaacha babaka akiwa na miaka 90 yeye hajakufa. Kwa nini wewe unakufa unaacha babako? Ndio naona ya kwamba wale wa zamani walikuwa wanakaa miaka mingi. Walikuwa wanaogopa kuingia hekalu ya Bwana, wao wakiwa wamejichanganya. Lakini siku hizi tunaona ni kawaida. Tunaona hata kuingia kwa madhabahu, ucharibu mtumishi wa Bwana ni kawaida. Kuuliza maswali ni kawaida. Unakosa heshima hata kwa mzee wa kanisa. Tunaona ni kawaida. Lakini maandiko yananiambia Agano ya Kale walikuwa watu wenye heshima.
Ndio naona wengi walikuwa wanabarikiwa na mali, walikuwa wanakufa wakiwa wazee. Lakini siku hizi tunapoteza vijana wakiwa na 15 na miaka 20, wakiwa na 30. Baba anamshika na baba anaishi mpaka miaka 100. Angalia hiyo ni kwa nini? Sijui kama unakuasa hiyo jambo. Ndio nakuambia wewe ulio na shughuli mingi mahali huko. Wewe unasema kazi imekuwa mob. Hata mahali unafanya kazi kama uko kwa ofisi, wekelea Biblia kando, lakini usikuwe pretender kwa Biblia. Bwana Yesu apewe sifa. Soma hata mstari wa moja tu, uelewe ni nini Mungu anataka ufanye na ukae vipi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo inafaa tukiingia katika mara Bwana tuwe wakamilifu watakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati unaingia katika Bwana, kuwa mtu wa kutubu. Kuanzia hata Friday, waambie Bwana hii wiki nimeasi, hata kuongea tu umeasi. Kuna jambo unaweza kuongea, Bwana asifurahie nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Umwambie Bwana, mahali nilitembea hakukuwa kuzuri. Tulikutana na marafiki, tukaongea mengi, najua niliteleza katika maongeo yako. Naomba msamaha kabla sijaingia katika hekalu yako. Unaambia Bwana unaomba msamaha, kumaanisha unataka kusamehewa. Unajua Yesu wetu hataki kumpapasa. Yaani hataki mtu ya mtakachafu ako mahali pale kwa ajili ya wakati. Yeye anataka mwenye kumwamini ya kwamba atamwamini tena. Ikiwa ni vita, ikiwa ni bomu, uiondoa mapema. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo yeye ulinda wale wanaomwamini na kumtegemea. Hata wakisugumiwa magonjwa uponyaji, yeye ushuka, utakaa naye lakini utakufa, mwishowe utaondolewa. Bwana Yesu apewe sifa. Utakaa katika magonjwa, utakufa lakini yataondolewa mwishowe. Kwa hivyo Bwana usihangaike ni kwa nini. Jua kwamba kuna wakati wako itafika. Yeye ako katika hali ya laini kutambua wanayomtumikia na kumtendea haki. Kwa hivyo Shetani na yeye ako njia, anatafuta wafuasi. Ameona wakati imeisha. Ndio naona atatambaa huku na huku, ndio kutafuta walio wako. Chunga sana mpendwa, kile ulicho nacho usije ukapoteza. Maandiko atuambia Bwana alipowarejesha mateka wa Sayoni, tulikuwa kama waotao ndoto. Ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo waliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makubwa. Tumpigie Yesu Kristo makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ndio wakati mtu aliyo katika shida na vita, yeye ukaa katika neno na maombi, uchipiwa katika maandiko. Wakati Bwana aliyerejesha watu katika wale walikuwa wametekwa nyara katika mji wake wa Zayoni, aliyowafariji wale watu wa mataifa, walisema kweli amewatendea. Ndio nakuambia wewe ulio na vita, ulio na magonjwa tofauti, usione ya kwamba Bwana amekuacha. Muongojeni, usidi kusoma katika maombi, usidi kumwabudu yeye na kutafuta yeye, usidi kumtetea yeye peke yake. Usichoka kujichanganya uko kwa waganga, uko kule na kule. Waganga siku hizi wana PF kama na manabii, lakini kama usomi neno la Bwana na uombe, utawatambuaje? Kwa sababu utasurura. Kumbe Shetani alikuwa anakuongojea akumalize. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wale waliomuongojea, maandiko yatuambia walikuwa kama wale watu wameota ndoto, wanaona ya kwamba waamini. Dada akaniambia ile uponyaji alipokea kwa second, akakaa kanena kuamini, hata saa hii achaamini. Kwa vile alikuwa ameteseka muda mrefu. Na wewe ulio na mhangaiko ndani yako na mateso, unaona ya kwamba utapona, wacha nikuambie Bwana ako pamoja nawe. Anakuongojea katika uvumilivu, anakuongojea katika maombi, anakuongojea usimame ukimtetea yeye, ukucha wakati ufaro. Kwa hivyo usipoteze imani katika safari hii. Katika safari hii tunahitaji tuwe na uvumilivu. Na hakuna uvumilivu utakaa ndani yako ukiwa hujaomba Baba akupe.
Kwa sababu maneno ya watu yatakuvunja roho, lakini neno kutoka kwa Bwana litakuinua. Kaa na mtu yule anaweza kukuchenga katika kiroho. Wacha kukaa na mtu yule anakuambia umeteseka. Hata Ayubu aliteseka. Yesu Kristo kutoka maombi baada ya siku ngapi? Aliomba siku 40. Shetani alimjaribu. Ikiwa Shetani alijaribu mwana wa Mungu, wewe ni nani kwake? Yeye alijaribu mwana wa Mungu, wewe ni nani kwake? Najua kwamba Yesu Kristo alimshinda kupitia maandiko. Utashindaje huyu Shetani kama hujui maandiko? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kuna mwanafunzi ananifurahisha sana kutoka Kisii University. Wakati walipochangia dada yake kwenda nje ya masomo, ile kitogo ilitolewa. Ukiona huyu akiandika message na vile anashukuru, sio yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Anashukuru na anakupatia maandiko, kumaanisha huyo kijana atachengeka katika kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ni vizuri sana kukaa katika neno, kwa sababu huyo Shetani lazima mshinde katika maandiko. Uweze ukamshinda na mdomo, uweze ukamshinda na ngumi, uweze ukamshinda kupepa banga, uweze ukamshinda ukiwa unapigana na chuma, lakini atashindwa katika maandiko. Yesu Kristo alimshinda, alikuwa mwana wa Mungu, alienda kumjaribu, lakini yeye alimshinda katika maandiko. Nataka ushinde huyu Shetani katika maandiko, katika jina la Yesu. Kwa hivyo kuwa shujaa wa Yesu. Kaa kama mwanachezi atoi mavazi, analala nayo. Kwa hivyo anategea chochote kitokea yeye utoka. Hata aenda atafute suti imekuwa wapi, nguo imekuwa, hapana, yeye utoka na kuenda vita. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tusome maandiko matakatifu, tuogope kutenda dhambi. Tusome maandiko matakatifu, tuone vile macharibio yanakuja katika nyumba yako. Wakati yanaingia utaiandro ache. Utasema sasa tutaachana mzee, mwanamke sasa tutaachana, maisha yamekuwa ngumu. Utaama na utaama unaelekea wapi? Kwa sababu kwa Baba ndio kuna furaha. Hapa duniani lazima tuhangaike. Kuhangaika kwako kutaleta faraja baadaye, kwa sababu utaomba na Shetani atashindwa katika maandiko. Kwa hivyo ni vizuri sisi tunaokoka na kuamini tusimsinde huyo Shetani katika maandiko. Usiyesikilize injili Sunday peke yake, wiki mzima unatenda maovu, tena unarudi. Hayo maombi yako yatakufika. Bwana Yesu Kristo anahitaji yule wa kumwabudu usiku na mchana, kwa kumwambia Bwana uniongoze vile wewe upendavyo. Najua Ayubu aliteseka kwa muda mrefu, lakini Baba ulionekana kwake. Hata akiwa walimcheka, yeye akaona kuna mtetezi wako. Wewe mtetezi wako ni nani? Ni jirani yako, ni ndugu yako, ni baba yako yule akasigari atakutetea. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni nani atakutetea katika mapito, katika shida mingi? Ni nani atakuja na kutetea? Wacha yule Muumba wako na mwanae Yesu Kristo wakutetea wakiwa katika kiti Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Walipomkaribia mahali pale, walipoona mataifa wale walikuwa na vita, wamefarijiwa, wameokolewa, walikaa kama watu wameota ndoto. Bwana Yesu apewe sifa. Ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele ya furaha. Ndipo waliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makubwa. Kwa hivyo uvumilivu wako na jinsi unaomwabudu Bwana, ndio watu watasema we kweli Bwana hako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuna shida utapitia, watoto hawana pesa ya kwenda shule. Mtoto anaenda leo makiso anafukuzwa. Usema sasa nitakuache. Lakini wewe usidi kukaa katika neno na kumtumikia Bwana kuomba. Bwana atakuja na kufungua njia mahali pasipo na njia. Kwa hivyo wale walipokuwa wanaangalia watasema ya kwamba Mungu wako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana alitutendea mambo makubwa, tulikuwa tukifurahia. Yale walioteseka walifurahia kwamba yale Bwana aliyowatendea ni mambo makubwa. Walikuwa katika mashaka,
walikuwa katika vita, walikuwa katika magonjwa, lakini walivumilia katika neno. Kwa nini sijasema wokovu? Kwa nini sijasema wokovu? Tuko mafundisho tuchue. Kwa sababu unaweza kupata mtu anakutolea ushuhuda. Ushuhuda akitoa kwako unaweza kufaint. Kwa nini hatuchasema? Bwana utetea wale watu wanaosimama katika neno. Na kusema katika maombi. Kwa sababu ili neno ndio linachenga wokovu. Kwa hiyo wokovu bila neno ni kazi ya ubatili. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Shetani ni yule aliyotenda maovu yule mbinguni akaruhusu hapa duniani. Ndiye atembee achue vile ilivyo. Na yeye ameunga kamati yake ya kutafuta wafuasi. Kwani wafuasi wanapitia kwa hewa? Wewe ukachua mwenye ulio karibu na yeye anakuwazia nini? Lakini huku nabii wameokoka wote. Uchue yule unayotembelea unasema rafiki ukisema na bwanangu ananisumbua. Mahali naenda niko na shida. Yaani ukitoka ananasa zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona baraka za wengi zimefanya nini? Zimechelewa. Kwa sababu unapatia mtu historia yake mwenye hafai kupewa. Unamwambia ikifika Disemba nitachengea mzee. Ikifika Disemba nitachengea mama. Ikifika Disemba huyu mtoto wangu utamprepare kwenda boarding school. Sasa ikifika Januari, ikifika sio Disemba, Novemba tarehe 20 una kitu. Ile mpango yake inapatu. Kwa hivyo lazima kuwe mtu mwenye hekima na maarifa. Maandiko yananiambia ya kwamba walivumilia. Baada ya kuvumilia wakao wanamuita Bwana. Lakini baadaye wakakaa kama watu wameota ndoto. Kumbe wakati huo ndio Bwana anatenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Bwana alitawatendea mambo makubwa kwa sababu walikuwa wenye imani, wenye kusama katika maombi na kukaa katika neno. Kwa nini sijasema wokovu? Ni wengi wanakiri ya kwamba niko na Kristo, nimeokoka, lakini ndani yao ni mbwa mwitu Bwana. Mumeona ama mchaona? Anakushuhudia. Lakini Bwana akuletee ile kamera nilio nayo. Aweka video mbele uangalie. Na wasa kusema ningeomba inchi ipanuke ningeenda. Bwana Yesu apewe sifa. Ningie ndani. Bwana Yesu apewe sifa. Nilipokuwa naombea watoto nikilia sana watoto wanapotea. Ni kwa nini hao watoto Shetani anataka kupoteza hao watoto katika neno? Watoto wakiingia kwa nyumba wanakuwa wakaidi. Leo namwambia usifanye hivi, kesa anarudia. Ni kwa nini? Nilipewa uchumbe mzuri sana. Sasa kazi yangu nafanya vile Roho aliniambia. Kama umpepesa mtoto mzigo umtoe kule. Ndio hata ubarikiwe na ufunguliwe. Usije ukasema nimeroa, nimeendewa ucharewa, wewe ndio umejiroga. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Waliokaa katika neno, waliosama katika maombi, waliokaa wakisikiliza neno kutoka kwa Baba, walifunguliwa kwa haraka, wakaona ni ndoto, wakaona vicheko na kelele za furaha. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe wakati Bwana wa Mungu atakaporudi utakuwa wapi? Kwa sababu kurudi kwake hakujulikani hata malaika. Ama akirudi wakati huu utakuwa wapi? Utasema nitatubu. Usiku unasumbua wengine hawalali. Unaenda kule kama ndege, unaenda kusumbua mwenye ako Tanzania. Unasema uko kazi. Kazi gani hii ina malipo? Usiku wewe tajiri, mchana wewe una kitu. Uko hiyo ni utajiri. Usiku wewe mtajiri, una kitu.
Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kijana niliombea mwaka 2004, aliniambia akitembea usiku yeye ni tajiri, mchana ana kitu. Unaona sasa, unaonaje? Tafakari haya. Kwa sababu najua wale wameokoka wameondolewa kiambazi. Kila wana wa Israeli wakuwa wanafu. Usema nimefungwa siwezi nikaomba. Hata ukiomba Baba unisaidie, kama ndani yako kulio kusafi atakusaidia. Mambo mawili tu. Baba nisaidie, mimi sijui kuomba. Mambo mawili tu. Lakini kama wewe umejichanganya, hata ukiombewa 24 hours, no mabadiliko hakuna. Unakaa tu. Mchana wewe, usiku wewe ni tajiri, mchana wewe ni maskini sana. Wewe tafakari yao. Shiulize Bwana, tunatoka wapi tunaenda wapi? Yeye anataka wale wanamuomba kwa bidii na kwa imani, wanasoma neno. Unajua kwamba watoto uacha wakuja wapi? Ukiwa unasoma neno nakwambia hivyo, utaenda kupepesa mtoto mizigo. Hiyo mwaka kuna kijana alinisudia biana. Kuna mtu amekufa 15 years. Na huyo kijana alikufa akiwa na miaka 15. Na vya 15, lakini akiwa kule kazi yake ya giza usiku, yeye ndiye anapepa maiti. Ole wao. Maandiko Zaburi 115 yaniambia, yeye ndiye atakuja kuhukumu miungu. Yeye ndio Mungu wa miungu. Alikufa 15 years, lakini usiku ndiye anapepa maiti. Faida ni kwa nani? Kuna faida kwa kuchiri ya kutenda maovu. Wewe ukilemewa hata mahali huko, ukiraro amuki, ambia Bwana nakupenda. Ambia Bwana ni asante. Najua kile kilio ndani yangu unakichua vyema. Ikiwa wewe umejitambua kuwa mkamilifu. Ikiwa wewe umejitambua kuwa mkamilifu. Lakini maandiko yananiambia kuna wale wamewekwa kwa ajili ya wakati wa maangamizo. Hata ukiomba atoke ulimwengu hawezi akatoka. Ameweka mahali pale kwa ajili ya wakati wa maangamizo Bwana. Asumbue nchi, anguza wengine na mandege na magari. Ameki achari sikuwa mingi, hawezi akakufa hata mgusikana kufa, kwa sababu ameweka kwa ajili ya wakati wa mwisho. Kwa hivyo wewe muombaji, wewe vile unaoomba, omba katika njia ya hekima na maarifa. Kwa mtu wa kuomba, jua kwamba utamwendeaje Mungu huyu wako. Umwambie sirari, niko na vita usiku na mchana. Watoto wako ukijua kwamba wewe uko mkamilifu. Hiyo ndio maombi yataenda kwa Baba. Hiyo ndio maombi Bwana atasikia. Ikiwa wewe unadona, yoyote anakuja kuharaka na kukuokoa. Hata ukiwa Tanzania, mtumishi wa Bwana analetewa neno. Na hiyo neno inakuinua mahali huko. Nakumbuka mwaka 99, kuna ndugu alikuwa injinia Mombasa. Alikuwa ametoka njia ya Murang'a. Alikuwa nabii wa Bwana, lakini alisambuliwa na maadui na mapepo. Akiwa ana kasi, ni nabii lakini shughuli mingi alikuwa anawekwa kwa kasi. Hakukuwa na wakati wa kuomba. Inafaa maombi ni mema Bwana. Wewe omba. Akagoncheka, wakampiga vita, hata 5 liters ya maji hakuwa na pepo. Lakini kwa sababu alikuwa anamcha Mungu mahali yako kitandani hospitali, alikuwa anaambia Bwana unikumbuke, sijamaliza kazi yako. Manabii kutoka Nairobi, kutoka Kisumu walipewa reni yake, wakashikana wakaomba. Huyo ndugu akatembea mpaka saa hii yako hai. Na walikuwa wanafikiri amevuka, wengine wanasema amekuliwa na ukimwi. Ukimwi hata Shetani anaweza kusukumia waone ni ukimwi. Wanasema wanasuguma, waona ni kanza. Na kumbe kanza hakuna. Ni ile waliokusukumia kule mali yako yote ni malize. Shetani atafurahia ukimsifu huyo Yesu Kristo. Lakini lazima umsifu katika imani bila kujichanganya, utashinda vita. Lakini ikiwa unajichanganya, vita ikija kuondoka kwako sio rahisi. Ayubu alishinda vita kwa sababu alikuwa amesimama katika neno. Alikuwa anamjibu katika neno. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia marafiki wale wa Kristo wengi wanaamini. Walimuendea. Marafiki wa mke wake
Wakamwambia sasa mtuzi. Mungu akamwambia mtuzi ukuve. Ana anapenda kufa haraka. Mimi sipendi kukufa haraka. Mimi nitakaa miaka kama Ibrahimu na Sara walikaa. Bwana Yesu apewe sifa. Na hata katika nyumba yako kataa kifo ya mapema kwa watoto wako. Kwani unataka ushike watoto wako wakiwa hivyo? Ambia Bwana sitaki. Lakini ikiwa umewapepesa mizigo mapema, sio unawaitisia kifo yaka. Kwa sababu lazima utoe kafara. Ndio ongezewe nguvu ya kwenda wapi? Mimi naona kwa baba maandiko yatuambia walifurahia sana wakisema twende nyumbani baba. Tusifanye ile kazi ina faida ya kusumbua wengine badala ya udararu usingizi, baridi na kumaliza usiku mzima. Yaani unaota sasa kadi itaingia kwa kanisa na iongajea ipatie hiyo kazi ni yangu. Utaangamia. Acha nikuambie. Utaangamia. Lazima utubu leo siku hapa kama uko hapa. Waambie Bwana unisamee. Nataka kuona matunda na nchi nzuri. Nataka kukula ile matunda na nione ile nchi nzuri. Sitaki kusumbua hekalu yako. Nataka hekalu yake ingie ndio watu wengi waingie wapokee uponyaji. Kiasi kimoja akitafanya gunia mzima yote, Bwana atahingoa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuwe wanyenyekevu kumchua kutafuta baraka. Wacha kutafuta laana. Chua vile ndugu yangu anaweza kutafuta baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa mtu unachua kutafuta baraka. Wacha kuwa mtu unatafuta laana kila wakati. Chua kutafuta baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe kama unapenda kutafuta laana, tafuta kwako. Lakini waachana mtoto mdogo afanye nini? Hii ni wakati Bwana anataka abadilisha akoe wengi. Kwa hivyo ni wewe utaamua utaenda wapi na utasimama wapi. Uangalie hii muda umefanya kazi ya giza imekusaidia nini? Hii wakati umesumbua watu kazini mahali wako imekusaidia nini? Hii wakati unashidi kurudisha giza kwa wale wako Tanzania, Uganda, Mombasa, Amerika, Canada imekufaidi nini? Ufikirie utafakari inakusaidia nini sasa? Bwana Yesu apewe sifa. Kama mimi ukinisugumia magonjwa naendelea kunona na kuwa na afya. Bwana ananiambia ya kwamba enda mahali fulani mkutane na watoto fulani oombe wanaenda kusoma exam. Aniambia toka hapa enda mahali fulani peleka nguo. Haenda uchukue nguo. Sengine nikunua yangu inakuwa tight. Nasema hiyo sio yake ilikuwa. Amena peleka huko siangalii ni pesa gani ilinunua. Sasa wewe hiyo inakusaidia nini? Unasukuma mapepo Mombasa, unaenda Amerika, unaenda Canada, unaenda Australia, unaenda USA, ati unasumbua mtoto wako huko, ati unasumbua mama wako huko, ati unasumbua wengine wanaenda kuwa na chinyonga. Inakusaidia nini? Wewe unasumbua watu mahali unakaa. Wewe unasumbua hata unatafuta yule amupakani hata mpaka. Wewe unasumbua wengine wasifanye kazi, hata ile kampuni ifungwe, itakufaidi nini? Tuko na maombi nyuma ya watoto. Uchiandae sasa. Mtoto akitoka kwa tumbo sio wako. Ako kwa tumbo ndio wa, lakini akitoka nje ni wa Mungu. Na umeweka mbele yake. Kwa hivyo jiandae. Na angalia kile kitu unafanya inamfurahisha Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kuna mtu mmoja ananiletea chisi ya mama mwingine mchana akiniambia mambo yake. Kumaliza ngamwambia unamaliza. Akaniambia ngamwambia nataka usikie vizuri. Mimi sitafuti laana natafuta baraka. Sitaki kuraniwa. Kwa hiyo hayo mambo unatoa endo piga makoti naomba Bwana. Hakuna kitu nitakuchibu. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendo tuchue vile tunatafuta baraka. Tuchue mahali unapanda mbegu yako unapanda wapi? Uwezi ukachua kwa sababu Shetani ameingia hata wale walio maskini, hata wale walio yatima na wachane wapate kuujaribu. Kwa hivyo usipoomba Biblia na kuomba sana,
utamjua aje mwenye naye kuja kukujaribu? Uwezi ukamjua. Utasema huyu ni maskini, wacha nimsaidie. Huyu ni gea, wacha nimsaidie. Kumbe anatafuta nyota yako. Uwezi ukajua kuwa mtu wa kuomba ndio watambue. Kwa sababu dunia sisi ni wasafiri. Nakwambia kuna wale wamewekwa kwa ajili ya wakati wa maangamizo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Lazima wewe uamue unamfuata nani. Mstari wa 4, Bwana, warejeze watu wetu waliofungwa kama vilio vya kusini. Wapendaye kwa machozi watafuna kwa nini? Kwa kelele na furaha. Maandiko yatuambia Daudi akalia sana, wakaomboleza wana wa Israeli wakasema, Bwana, uwarejeze wale waliofungwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Hati yale Bwana umenitendea, tendee na wengine waachie ushuhuda. Kwa sababu wewe amekutendea, lakini unalilia ile nchi nyingine ndiye pata kukombolewa. Bwana, warejeze watu wale waliofungwa kama vichito ya kuzini. Wapandaye kwa machozi watafuna kelele za sangwe. Wale wanapanda kwa machozi, wale wanasidi kuzingatia neno la Bwana, wale wanasema Bwana sitakuacha mpaka mwisho. Kama nikufe katika kuwa na msimamo. Kama singekuwa na msimamo singesimama mbele yenu. Wakati niliambiwa nimepotea baada ya form 4, nikawaambia nasikiliza. Umeambiwa nimepotea. Umepotea kwa sababu nasikia unaenda kila sehemu katika maombi. Mimi ngawaambia nataka nikuambie dada yangu hivi. Wokovu ni wa mwenyewe. Kifo hatutasikwa siku moja. Pepa mali yako yote umekuja naye na urudi. Kuwa na msimamo. Unajua wengi siku hizi tunaangamia, tunaingizwa katika njia za giza kwa sababu hatuna msimamo. Hati wacha nifurahishe mamangu, wacha nifurahishe babangu. Sijakusema utarawe mamako. Nataka munielewe vizuri. Lakini usafurahie mtu anakurusha kwa giza. Wacha nifurahishe huyo dadake. Ndugu yangu ndiye atanisaidia kwa sababu yeye ni mwenechezi. Hilo liwezekani mbele ya Bwana. Bwana akikugusa umfanyia, anachua vile unakula na unalala. Kuwa na msimamo wapendwa. Usifanye kitu kufurahisha mtu. Kwa sababu anaangojea kuanguka kwako. Anaangojea zaidi utaanguka. Hata ukiwa na mali umulishe zaidi unaenda kuisa, atakucheka. Atakwambia ulikuwa huko Nairobi, ulikuwa kule ngambo, ulikuwa unakula vizuri, saa hii umeisha. Hata kumbuka mlikuwa mnakula na yeye. Ni uongo ama ni kweli? Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yakuambia ya kwamba wale wanaopandao kwa machozi watafuna kwa kelele za furaha. Wale wanaokaa katika neno, wakazingatia neno la Bwana, wanaoteswa kwa ajili ya neno la Bwana, watafurahia wakati wa mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo taifa itawaangalia ona ni ndoto. Hawataamini ni wewe ulikuwa umeteswa. Ulikuwa unakaa kukuwa na kitu. Wewe chekelewa lakini ukae katika neno. Ambia Bwana, mimi najua wewe ni mwema. Na wewe ni mwanzo na mwisho. Na wewe uwasi ukaachilia walio wako. Hata ukisikia watu wamekuendea mbali ndio kumaliza, waambie Bwana, wewe ndio unachua, wewe ndio uliniumba, unachua kifo yangu. Chua kifo yangu ichafika uweze ukakufa. Bwana Yesu apewe sifa. Hata unaweza kuenda na meli esame utoke ukuwa mzima. Kwa sababu kifo yako ichakufa. Kwa sababu ulitenena ukimtetea Yesu. Unaweza kuwa na magonjwa miaka 20. Lakini Bwana tu anakuweka ukiwa hai. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mtetee huyu Yesu Kristo. Kwa sababu wale wanaopanda kwa machozi watafuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, asunguapo mbegu na kupanda, hakika atarudi kwa kelele na furaha, ichukuapo miganda yake. Bwana Yesu apewe sifa. Anaenda nyumbani akilia, akiongea mambo mengi sana. Mtu anateswa kuanzia jana mpaka mwisho. Na Bwana atakuja siku moja na kuinue kupitia imani. Imani na maombi. Imani na maombi na kusoma neno la Bwana.
Usiye kupapasa Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kusimama na imani. Bwana Yesu apewe sifa. Na kukaa katika maombi. Bwana anakuja na kuangalia kanisa zake zile zilio safi na takatifu. Na kuangalia, anaingia kwa madhabahu. Anaanzia huko. Yeye anzi kule. Yeye anaanzia wapi? Anaanzia kwa madhabahu. Akuanzia kwa madhabahu anaenda kwa viongozi. Akienda kwa viongozi anamasiria wasiriki. Ndio anapiga kanisa lake mihuri. Anapiga wale walio wako mihuri. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni wakati wa kumngojea Bwana. Ni wakati wa kutenda yali yake. Ni wakati wa kumkimbilia yeye. Usiwe kikwazo, usiwe wengine wasiingie hekalu ya Bwana. Usiwe kikwazo, kusuia wengine wasitoe ndio wapate kubariki. Utalaaniwa. Bwana Yesu apewe sifa. Usiambie mwingine wewe unatoa saa yote. Wewe ni wewe utalaaniwa. Watu wanajua kutafuta. Ibrahim na Sara walijua kumtafuta Bwana, ndio wakuwa wenye baraka kubwa. Ndio wakawa na mali mengi. Joshua alijua vile anamtafuta Bwana. Wale unaona katika agano ya kale waliomtafuta Bwana ni matajiri zaidi. Kristo sio kupatiza. Chua vile unamtafuta Bwana, ndio Bwana abadilishe maisha yako. Chua vile unakaa katika Kristo, wengine ndio barikiwe. Heshimu wengine. Hata ukipata mhubiri wa BSE uchue ni mhubiri, umpatie heshima yake. Hata ukipata ni wakati ukimpatie heshima yake. Hata ukipata uheshidie muepatie heshima yake. Wapewe heshima. Ndio tafuta baraka hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ukiangalia matendo mengi sana ya wanadamu itakukwaza katika safari. Na kianguka muombe. Bwana Yesu apewe sifa. Akianguka tufanye nini? Sio kucheka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe kazi yako ni kutafuta uso wa Bwana na kukaa katika imani na uvumilivu na maombi. Tenda mema, chua vile unaotafuta baraka. Kuna mtu anataka laana. Kwa hivyo lazima ujue vile unatafuta baraka. Na baraka lazima uende mbele ya Bwana ya kwamba utaenda tena. Umwambie Bwana unataka nikutendee nini? Ndio upate kunibariki. Bwana awabariki sana. My name is Nadia from Nabepa Full Christian Church and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Proverbs chapter 12 verse 19. It says, a liar has a short life but the truth lives on forever. Thank you. My name is Ian and I have a song, a memory verse. My memory verse comes from the book of John 3:16. It says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. My name is Sanchez. I have a poem. In front of you is PP2 Red, ready to present a poem and a Kamba song. Sit back, relax, and enjoy. Hi teachers, hi parents, listen to us. When we came to school just the other day, we cried, just because we wanted to go home. But look at us now. We can read, we can write, we can speak English. Welcome. My name is Sitina and I have a song. Watumishi wake Baba wangapi waliopo, wanakula na kusaza chakula chake Baba. Nami natabika hapa, nashiriki na nguruwe, chakula kisichofaa yanipasa kurudi. Nitarudi na kusema, Baba yangu nisamehe,
nimekosa kwake Mungu na mbele yako Baba. Baba kamwona yumbani, kashikwa na huruma, kakimbia kumlaki, kakuta tadabusu. Nami natabika hapa, nashiriki na nguruwe, chakula kisichofaa, yanipasa kurudi. Nitarudi na kusema, Baba yangu nisamehe, nimekosa kwake Mungu na mbele yako Baba. Baba, sistahili tena kuitwa mwana wako, unifanye kama moja kwa watumishi wako, na mbarikiwe. My name is Samuel and I have a son. Taking my sin, my curse, my shame, rising again, I praise your name. You are my only Lord. When I fall down, you lift me up. When I am dry, you fill my cup. You are my only Lord, only Lord. Jesus, you are righteous of God. Worthy is your name. Jesus, you are righteous of God. Worthy is your name. Thank you. Praise God. Praise God once more. My name is Hope. And my name is Michelle. And we have a song. Usiku waendelea, mchana umekaribia. Tuvae silaha zetu, tupambane na shetani, nazo nguvu za giza. Usiku waendelea, mchana umekaribia. Tuvae silaha zetu, tupambane na shetani, nazo nguvu za giza. Nimewapa mamlaka mingi, angalieni na watunda kama kondoo kati ya mbwa. Nituieni dhabu sana kama nyota. Jihadharieni na wanadamu, iweni wapole kama mbwa. Mapepo yana nguvu sana kweli, niko nanyi hadi mwisho wa dahari. Nimewapa mamlaka mingi, angalieni na watunda kama kondoo kati ya mbwa. Nituieni dhabu sana kama nyota. Jihadharieni na wanadamu, iweni wapole kama mbwa. Mapepo hayana nguvu sana kwenu, niko nanyi hadi mwisho wa dahari. Nimewapa mamlaka mingi, angalieni na watunda kama kondoo kati ya mbwa. Nituieni dhabu sana kama nyota. Jihadharieni na wanadamu, iweni wapole kama mbwa. Mapepo hayana nguvu sana kwenu, niko nanyi hadi mwisho wa dahari. Thank you.
mmoja kati yenu wakaanza kumuuliza mwalimu, ni nani? Wakaanza kumuuliza mwalimu, ni nani? Ni nani huyo atakusaliti? Ni nani huyo atakusaliti? Akajibu mmoja kati yenu, akajibu mmoja kati yenu. Alipokuwa akiwaambia wanafunzi wake, alipokuwa akiwaambia wanafunzi wake, mmoja walimu wa sheria wakaingia ndani, walimu wa sheria wakaingia ndani wakiongozwa na Yuda aliyemsaliti, wakiongozwa na Yuda aliyemsaliti. Wakaanza kumuuliza mwalimu, ni nani? Wakaanza kumuuliza mwalimu, ni nani? Ni nani huyo atakusaliti? Ni nani huyo atakusaliti? Akajibu mmoja kati yenu, akajibu mmoja kati yenu. Alipokuwa akiwaambia wanafunzi wake, alipokuwa akiwaambia wanafunzi wake, mwalimu wa sheria akaingia ndani, mwalimu wa sheria akaingia ndani akiongozwa na Yuda aliyemsaliti, akiongozwa na Yuda aliyemsaliti. Wakampeleka Yesu hadi kwa Pilato, wakampeleka Yesu hadi kwa Pilato, wakamstaki wakisema anajiita mfalme, wakamstaki wakisema anajiita mfalme, eti yeye ndiye Kristo Mwana wa Mungu, eti yeye ndiye Kristo Mwana wa Mungu. Alipokuwa akiwaambia wanafunzi wake, alipokuwa akiwaambia wanafunzi wake, walimu wa sheria wakaingia ndani, walimu wa sheria wakaingia ndani wakiongozwa na Yuda aliyemsaliti, wakiongozwa na Yuda aliyemsaliti. Wakampeleka Yesu hadi kwa Pilato, wakampeleka Yesu hadi kwa Pilato, wakamstaki wakisema anajiita mfalme, wakamstaki wakisema anajiita mfalme, eti yeye ndiye Kristo Mwana wa Mungu, eti yeye ndiye Kristo Mwana wa Mungu. Wakampeleka Yesu hadi kwa Pilato, wakampeleka Yesu hadi kwa Pilato, wakamstaki wakisema